kushabikia kuimarishwa kwa miji na makazi ya bei nafuu kama ajenda yake kuu, viongozi wakisifia hatua ya Wakenya kuchangia katika hazina ya miundombinu yani Infrastructure Fund. Waziri wa Ardhi Alice Wahome, katibu wa makazi Charles Hinga wamesema changamoto kuu ni ukosefu wa rasilimali za kutosha, naye gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o akisisitiza kuwa Kenya na Afrika zina uwezo mkubwa wa kujimudu katika masuala ya makazi endapo rasilimali zitatumika ipasavyo. Hebu sasa tuungane na mwandishi wetu Elizabeth Mutuko ambaye anahudhuria kongamano la ustawi wa miji nchini Azerbaijan kwa mengi zaidi. Mutuko? Ni siku ya tatu ya kongamano la ustawi wa miji sawa na makazi, jambo ambalo linazungumziwa kwa kina katika mkutano huu ambao umeleta pamoja mataifa zaidi ya 182, na leo wito wa kufadhili na namna ya kujumuisha wale ambao ni washirika mbalimbali umeendelea kutolewa na viongozi mbalimbali akiwemo mkuu wa UN Habitat katika mkutano huu anafahamika kama Ana Claudia Rosbach, kuhusiana na jinsi ambavyo wanaweza kushirikiana kuhakikisha haki ambayo ni ya binadamu kupata makazi bora inaendelea. Lakini wakati ambapo tunazungumzia hili, Kenya ni mojawapo wa mataifa ambayo yanapewa kipaumbele katika mkutano huu, kwani wamepiga hatua kubwa katika kuhakikisha kwamba swala la nyumba linaanza kutekelezwa. Rais William Ruto hiyo jana akielezea hatua ambazo zimepigwa na jinsi ambavyo shughuli hii inapigwa kupitia ufadhili wa binafsi, yaani kutoka kwa wananchi, na ule mfumo na ile hazina ya Infrastructure Fund kwa lugha ya Kiingereza. Lakini wakati ambapo tunazungumzia hili, swala la rasilimali na utoshelevu wenyewe ni kitu ambacho ni changamoto kuu kulingana na viongozi ambao wamekuwepo hapa. Katibu mkuu wa nyumba katika taifa la Kenya Charles Hinga akisema ni hatua kubwa, lakini bado wanahitaji rasilimali zaidi kuweza kutekeleza ahadi ya kuwa na nyumba 200,000 kila mwaka. Lakini wakati pia tunalizungumzia hili, ambaye ni waziri wa ardhi anafahamika kama Alice Wahome, tuliyezungumza naye siku hii ya leo na aliyezungumza pia katika mkutano wa mawaziri, anasisitiza umuhimu wa kutekeleza yale ambayo ni makubaliano ya mkutano wa ustawi wa miji katika Afrika, kongamano ambalo liliandaliwa pale jijini Nairobi, na haya ndio waliosema. It is important that countries consolidate their efforts and look at the resource mobilization and still push the agenda of a fair financial architecture, where some of these countries have different rates. The World Bank and the IMF have different rates for African countries. With the resources Africa has, I don't think it is fair to term Africa as a risk country or as a risk continent, because we can secure our loans with our resources. You know, we have unexploited resources, but when we rate Africa as a risk country, we forget that there is a lot of partnership that is going on, and I think it is not right for developed countries to dominate the financial space with unfair yardsticks. The yardsticks should be equal. We had to look at the problem holistically, because it's not just money. You have to do something on cost of land, because land is you can't do housing without land. You know that, all right? You can't do housing without land. So that is why, as government, the first intervention before we came to the housing levy, because most of you only see the housing levy, before you came to the levy, we had to do a policy change, and where we say that government is the holder of public land, and we will make it available for development at no cost. So the land that Professor here has given us to do the development, he's not charging
for that land. Gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o anasema Kenya na mataifa ya Afrika yana uwezo mkubwa wa kujimudu katika maswala ya kuwekeza katika nyumba na ustawi wa miji, akipeana ule mwelekeo ambao kaunti ya Kisumu imechukua kuimarisha jiji la Kisumu, na hapa ndio kauli yake. African cities, ladies and gentlemen, contribute the least to global emissions, yet they bear some of the greatest consequences of climate change. Development finance institutions and development climate funds must therefore recognize counties and cities as frontline implementers of resilience and adaptation. Financing mechanisms must become more accessible to subnational governments. Na wakati ambapo tunayazungumzia hayo yote, nipo hapa kuhakikisha kwamba tunayafuatilia kwa kina, mimi na mwenzangu upande wa pili wa kupiga picha James Momanyi, na baadaye tutakuwa tukikujuza mengi. Kwako studioni Andrin Kilemi. Asante sana Elizabeth Mutuko, ni mwandishi wetu huyo wa habari akiwa mjini Baku, Azerbaijan, pamoja na James Momanyi wakizidi kufuatilia kongamano hilo la miji. Bila shaka anavyosema, tutakuwa tukikuletea matukio na matokeo kadri yatakavyokuwa yakitukia na kutokea.